kuna taasisi kubwa sana ambayo iko kwa niaba ya wanawake, Tanzania Women Chambers of Commerce, yani TWCC. Na hapa nilipo kwa siku ya leo nitakuwa na mwanzilishi wa taasisi hii kwa ajili ya wanawake, mwenye mapenzi makubwa kabisa ya wanawake. Ana mengi. Kwa nini kilianzishwa? Kwa nini kipo? Kimefikia wapi? Kinaenda wapi? Kinatoa fursa gani kwa wanawake wa hapa Tanzania? Hapo ulipo usiondoke. Mimi ni Blanina Sembu, Mama Jacqueline Mnenei Maleko ndio atakuwa mgeni wetu. Karibu sana mwenyekiti wa TWCC na mwanzilishi wa hiki chama, taasisi kwa ajili ya wanawake kuwainua kiuchumi. Makala yetu ya kipindi cha jadala la wanawake unatupambia vizuri kabisa. Na tukianza tu kwa mwanzo, wewe ni mwanamke, ili kuwaje mpaka mwanzo ukafikia wewe ni muasisi, mwanzilishi wa kitengo maalum kwa ajili ya wanawake kuwainua kiuchumi. Nini kilikugusa moyoni mwako mpaka ukafikia hatua ya kuanzisha taasisi hii? Chama hiki kilianza mwaka 2005 na kuanza rasmi 2006. Sababu kubwa ya kuanzisha chama hiki ni kutokana na kwamba mimi nikiwa Wizara ya Viwanda na Biashara, kulikuwa na fursa nyingi sana serikalini za kuwezesha wanawake kukua kiuchumi, kufanya biashara, kuwa na mazingira bora ya biashara na kushiriki kikamilifu katika sekta ya biashara, viwanda na uwekezaji. Lakini nikagundua kwamba wanawake wengi hawazifahamu, haziwafikii, na unakuta kwamba kukawa na kama mwanya kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Sasa ili kuhakikisha kwamba wanawake wanafikiwa na fursa hizi na wanazitumia fursa hizo, na kama unavyofahamu Tanzania tuna sera ya maendeleo na jinsia ambayo imeeleza wazi nafasi ya mwanamke na fursa za mwanamke na kueleza bayana ni nini mwanamke anatakiwa kupata kutokana na jamii, kutokana na mahali pa kazi, kutokana na kazi anazozifanya. Na hakuna mradi wowote wa serikali ambao unaweza kuandikwa ambao hauelezi bayana masuala ya wanawake watafaidikaje, gender issues. Lakini unakuta mipango yote hii pamoja na sera ipo na mikataba ya kimataifa, ya kikanda, ya kitaifa ipo, lakini unakuta wanawake wengi hawazifahamu, hawatumii fursa hizo, na wengi wamebaki kulalamika na kuona kwamba serikali yao haiwafanyii haki au haiwasaidii katika biashara au haiwapi fursa za masoko, fursa za mitaji, fursa za kurasimisha biashara zao. Sasa kuna malalamiko mengi pamoja na kuwa na program lukuki kwa ajili ya kuwezesha wanawake. Sasa tukaona kwamba sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara, jukumu letu pia ilikuwa kuwezesha wanawake, asasi za wanawake, ili ziweze kukua na ili ziweze kupata taarifa sahihi na kwa madhumuni ya kuendeleza sekta ya biashara na viwanda. Kwa hiyo nikaguswa kuanzisha hii kama asasi ambayo itasaidia kufanya masuala ya lobbying and advocacy, yani kusaidia kuunganisha wanawake na fursa zilizopo, kusaidia pia kuzungumza kwa niaba ya wanawake, kuhakikisha kwamba wanapata fursa zipasazo na wanashiriki kikamilifu katika uchumi wa nchi yao na kufaidika kwa matunda ya kazi zao. Asante sana mwenyekiti. Kwa hiyo tangu 2006 ndio TWCC iliweza kuwezeshwa na serikali kiwe chombo rasmi. Lakini kwa hapo nyuma tunaona tumepata uhuru tangu mwaka 61 na Tanzania ikawa huru na wanawake ni nguvu kazi ya nchi. Hali ilikuwaje kwa wanawake wajasiriamali awali kabla ya 2006 TWCC ilipoanzishwa? Kabla ya hapo kuna vyama vingi vya wanawake ambavyo vinashughulika na shughuli hizi za kuangalia namna ya kuwezesha wanawake kupata mitaji, kupata masoko, kupata nguvu ya pamoja, lakini vyama hivi vimesambaa na havina nguvu ya pamoja ili kuweza kuzungumza kwa sauti moja. Kwa hiyo unakuta kwamba labda kuna chama cha wanawake wanaoshughulika na mambo ya nguo, mambo ya madini, mambo ya sekta ya usafi, vyakula na vitu mbalimbali. Lakini ile sauti ya pamoja ili waweze kuzungumza kama sauti moja,
kulikuwa hakujawa na chama kama hicho. Na hasa ukizingatia kwamba chemba katika sekta ya umma ni chombo kinachotambulika kwamba ni kiungo kati ya wafanyabiashara na wafanyabiashara na serikali. Na kama unavyofahamu, sisi chemba ya commerce ya wanawake ni wanachama wa Tanzania Chambers of Commerce na ni wanachama wa Tanzania Private Sector Foundation. Kwa hiyo kule pia tuna sauti kama wanawake. Sasa hatuwezi kusema kwamba ni cha serikali, sio chombo cha serikali. Hiki ni chombo cha sekta binafsi. Ila tu mimi kwa kuwa nilikuwa serikalini na kuona hizo fursa, tuliwezesha chama kile kianzishwe. Wadau wakakutana, wakaona kwamba tuna umuhimu wa kuwa na chama ambacho kitakuwa na sauti ya pamoja. Na ndio sababu unakuta chama chetu kina zaidi ya asasi 10 na bado tunakazana kukaribisha asasi nyingine zishiriki ili tuweze kuwa na sauti ya pamoja. Na tukiwa na sauti ya pamoja kwa namna hiyo, tutakuwa pia tuna nguvu ya pamoja, na ukiwa na nguvu ya pamoja ni rahisi kuhakikisha kwamba masuala yanayohusu wanawake, ikiwepo fursa, zikiwepo changamoto, zinaweza zikashughulikiwa kwa pamoja. Mwenyekiti, tangu mwaka 2006 na mwaka huu 2016, kwa hiyo ni mwongo wa miaka 10 ambao TWCC inafanya kazi. Wanawake wamefaidika vipi tangu kipindi hicho? Wanawake wamefaidika kwa kiasi kikubwa. Kwanza ile kukutana kwa pamoja, kupeana mawazo, kupeana taarifa. Na sisi kama TWCC tangu awali tumekuwa na breakfast meetings, ambapo katika zile breakfast meeting imekuwa ni fursa ya kujua wanawake wenzetu wanafanya nini, kubadilishana mawazo, pia kutiana nguvu. Na katika hivi vipindi pia tumekuwa tunaalika taasisi mbalimbali za serikali kama TRA, labda banks, vyama vingine, ili kutueleza masuala ambayo tunapitia na changamoto ambazo tunazipitia ili kuweza kuzitatua. Na pamoja na hayo tumeweza kufanya seminars, kubadilishana mawazo, kufundisha wanawake, na trainings katika masuala mbalimbali ya ujasiriamali, ya masuala ya mauzo nje, ya masuala ya kufundisha wanawake namna ya kutengeneza labda sabuni, kutengeneza shampoo, kutengeneza kusindika vyakula, namna ya kuweka kutafuta masoko na kuingia katika soko, masuala ya packaging, ambapo ni masuala ambayo unaona ni ya msingi tu ya kawaida, lakini yamewezesha pia wanawake kuboresha bidhaa zao na kuwezesha pia kupata soko ndani na nje ya nchi, ikiwepo masoko katika masupermarket na masoko katika masoko endelevu katika mahoteli na sehemu mbalimbali. Pamoja na hayo tumeweza kupeleka wanawake nje ya nchi kwenye mikutano. Kwa hiyo wakakutana na wanawake wengine, wakaona jinsi wenzao wanavyofanya, wakahamasika, wakaja wakaboresha biashara zao na kukuza biashara zao. Wengine wameweza hata kupata ubia na wanawake wengine, pamoja na kutengeneza minyororo ya thamani. Unakuta mkulima alikuwa analima, anakausha, anamuuzia mwingine, anasindika, mwingine ana export kufuatana na hii minyororo ya thamani. Na tumeweza pia kuweka karibu na serikali yao na kuielewa. Kwa mfano kuna programs mahususi za kuanzisha asasi za wanawake mipakani. Kama unavyofahamu, kufuatia kuwa na huu umoja wa nchi za Afrika Mashariki pamoja na nchi za SADC, wanawake wengi mipakani wanafanya biashara na wenzao wa nchi jirani. Lakini kwa sababu Tanzania tulikuwa nyuma katika swala zima la utamaduni wa kibiashara, unakuta wengi hawafaidiki ipasavyo. Kwa hiyo tumewezesha kuanzishwa kwa asasi ambazo zinawapa wanawake ujuzi wa namna ya kufanya biashara na wenzao, namna ya kuzipackage, namna ya kufanya hata zile bei, na kuwawezesha pia kupita pale mipakani. Manake wanawake wengi utakuta walikuwa wanapita njia za panya. Lakini baada ya kuwaelewesha masuala kwamba ukiwa na bidhaa za kiasi fulani huhitaji kulipa kodi, au ili ulipe kodi unatakiwa ulipe kodi kiasi gani, na bidhaa zako ziwe na utambulisho, yani ile uhalisia, yani
simple rules of origin. Kuna zile manake ukitaka kupeleka bidhaa Kenya, Rwanda, Burundi, ambako ni nchi za Afrika Mashariki, lazima uwe na certificate ya kuonyesha kile kitu kimetoka Tanzania. Sasa hii vitu vilikuwa ni changamoto kwa wanawake, wanatozwa kodi kwa sababu wanashindwa kujieleza pale, au wanashindwa kujaza zile form. Kwa hiyo tunawawezesha pia kuelewa namna ya kujaza zile form na kucross, ambazo ni taasisi zote za serikali, taasisi za binafsi, local government, wakiwepo polisi, wakiwepo usalama na wengine. Mashirika yote yanayofanya kazi mipakani wana kamati zao. Sasa kwa wanawake kuingia katika zile kamati wamefarijika sana, kwa sababu wengine wanasema ni mara ya kwanza, sikujua ningekaa nikae na mtu wa TRA tuzungumze kama rafiki. Walikuwa wanaona tu wote hao ni maadui wa kukwepwa, lakini imekuwa ni fursa, na ni pale sasa wanawake wanasema changamoto wanazokutana nazo, wanaelimishwa, wanaelewa taratibu za kuvuka mipaka, na pia wanakuwa wanajiamini, wanajenga ile kujiamini. Pamoja na hayo, tumeanzisha majukwaa hasa katika mikoa ya mipakani, na kwa sasa hivi tuna majukwaa ya kuwezesha wanawake kiuchumi katika mikoa 9, lakini tumeanzisha majukwaa 11, ambayo majukwaa haya ni wanawake kutoka sekta mbalimbali, ambao ni wafanyabiashara, wanakutanishwa pamoja, alafu wanawezeshwa wao wenyewe kujitambua biashara wanazofanya, kusaidiana, kupeana mawazo, kupeana taarifa. Inakuwa rahisi pia kuwafikia, kuwapa elimu. Alafu pia inakuwa tunawaunganisha na serikali za mikoa yao pamoja na maafisa biashara na afisa maendeleo. Kwa hiyo kwa namna hiyo unajikuta mwanamke anakuwa anauelewa wa mkoa wake unafanya nini, una fursa gani, na hata kukiwa na changamoto anajua aipeleke wapi. Na uzuri majukwaa haya yanalelewa na afisa maendeleo wa sehemu ile pamoja na afisa biashara. Kwa mara ya kwanza tumeleta wanawake wote hao katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Sasa wanawake kwa namna hiyo wamehamasika sana na wameomba sana wapatiwe mashine. Mwenyekiti, umezungumzia kuhusu wanawake wa Tanzania hatuna desturi, ama tuna desturi ya kujiamini au kutokufanya kazi vizuri, hasa kwenye wanawake wa mpakani. Ulikuwa unamaanisha nini wakati unazungumzia hii desturi na wanawake? Kama nilivyosema, tabia na desturi ya kijasiriamali Tanzania bado tuko nyuma. Utamaduni wa kibiashara ukifananisha na wenzetu. Na changamoto pia tulionayo Tanzania ni kwamba watu wanaona biashara kila mtu anaweza kufanya. Hakuna haja ya kuisomea au kupata hata semina, hata mafunzo kidogo. Anaona ukiwa na bidhaa unaenda kuuza tu. Kumbe sasa hivi soko limebadilika. Soko huwezi ukatengeneza tu bidhaa ukaenda kuuza. Lazima utengeneze bidhaa ukijua kwamba unaenda kumuuzia nani, na unaweza kujua utaiuza kwa bei gani, utamuuzia nani na nani mnunuzi. Kwa hiyo unatengeneza bidhaa kwa kulenga mnunuzi, sio kwa kulenga wewe pendekezo lako. Sasa vitu hivyo vilikuwa vinatushinda sana wa Tanzania. Wanashangaa bwana, kitu changu hiki kizuri nimetengeneza lakini hakinunuliwi. Kumbe hakikidhi lile soko unalopeleka. Kwa hiyo pia na masuala ya bei. Wa Tanzania tuna tabia ya kupanga tu, ambapo unamweleza mwanamke kwamba bei usitengeneze tu, angalia gharama zako za uzalishaji, ukiweka na muda wako, ukiweka na usafiri na kila kitu, alafu sasa faida unayotaka kupata unaibandika hapa, ndio bei ya kitu. Unadhani wanawake wetu wanaweka bei ya juu ama wanaweka bei ya chini? Yeye anakwenda dukani, akikuta mtu wa duka anamuuliza unauza bei gani kikapu, anakuwa 30. Yeye anafanya 30. Hajui yule analipia leseni lile duka, hajui kwamba yule kile kikapu amekiweka pale hata siku ya kununuliwa hafahamu, na hajui kwamba yule ana bidhaa nyingi pamoja na kile kikapu. Kwa hiyo yeye namna atakavyoweka bei, na yule ni retailer, yule ni muuzaji wa rejareja, wewe ni muuzaji wa jumla. Lazima utofautishe bei ya wewe mzalishaji, ili yule atakayekwenda kununua anunue kwa wingi naye akaweze kuuza. Sasa anaanzia bei ya yule muuzaji wa rejareja, ndio anaweka bei yake. Wakati ambapo ukishafanya namna hiyo, sasa utamuuzia mlaji tu, lakini huwezi kumuuzia mtu atakayeweza kwenda kuuza tena. Na si
nia yetu ni uweze kuuza kwa wingi, ili yule mtu naye akauze, uweze kupata volume ya kutosha, uweze hata baadaye kufungua hata kiwanda. Lakini ukiwa ni mtu wa kutengeneza na kuuzia mmoja mmoja, huwezi kukua na wala huwezi ukawa na biashara endelevu. Wewe ni mama pia, unajumuika na masuala ya kijamii nyumbani kwako. Wewe vile vile umetoka kwenye viwanda na biashara, na unafanya biashara zako ndogo ndogo pia, sababu wewe mwenyewe pia ni mjasiriamali na umeajiliwa. Unawezaje kufanya haya mambo yote na bado umebeba mzigo mkubwa wa kulea wanawake ili waweze kuinuka kiuchumi? Umejipanga vipi? Pamoja na majukumu uliotaja, mimi pia nilikuwa mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Biashara Tanzania, TanTrade. Kwanza napenda kukujulisha kwamba nafasi hii ya uwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wanawake imekuja wakati mwafaka, wakati ambapo nimestaafu kutoka ukurugenzi mkuu wa TanTrade, na baada tu ya kustaafu mwaka jana nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wanawake. Lakini hata hivyo, kabla ya hapo, wakati ninaanzisha hiki chama, nilikuwa Wizara ya Viwanda na Biashara kama mkurugenzi msaidizi, na katika kule Wizara ya Viwanda na Biashara, mwanamke amejaliwa kuwa na wanasema multitasked, yani anaweza kufanya shughuli nyingi kwa mara moja, tena kwa mpangilio bila kuathiri shughuli zake. Unaweza kuangalia familia, huku kaangalia masuala ya kazi, huku akaangalia masuala ya chama. Kama ninavyokueleza ni kwamba mimi kwanza ninapenda sana wanawake, especially nikiona mwanamke anainuka, huwa najivunia sana, kwa sababu mimi mwenyewe kufikia hapa nilipo nimestruggle, yani ni juhudi nilizofanya na Mungu kunisaidia mpaka nikafikia kutoka uafisa biashara mpaka mkurugenzi mkuu wa TanTrade, na sasa hivi mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wanawake. Bila juhudi mwanamke huwezi ukapanda, huwezi ukasogea. Na napenda kukueleza kwamba umesema nafanya biashara ndogo ndogo. Sio biashara ndogo ndogo, mimi nafanya biashara kubwa. Na pamoja na hayo ninafanya masuala ya utaalamu. Ninafanya research, ninafanya utaalamu kusaidia wanawake wanaotaka kuwa wajasiriamali. Ninafanya pia masuala ya kusaidia wanawake wanaotaka kujenga tabia ya kujiamini, kujithamini na kuthubutu. Kwa sababu hiyo ni changamoto kubwa sana kwa wanawake wengi. Wana uwezo mkubwa, lakini kujiamini, kujithamini wenyewe na kuthubutu ni waoga. Kwa sababu ngoja nikuulize, nafasi ngapi zinatangazwa za ukurugenzi mkuu, za ukurugenzi mkuu katika mashirika ya umma na binafsi? Nafasi ngapi zinatangazwa za juu katika umma na binafsi, lakini kacheki wanawake wanao-apply hawaombi. Haya, tumepewa hata vile viti maalum. Basi jamani, kuna hizi viti maalum katika bunge, ni wanawake wangapi wanajitokeza? Kujitokeza kwetu ndio imekuwa kikwazo cha wanawake kupata fursa za uongozi katika ngazi ya juu, na hata kuthubutu kuingia katika biashara zile za wanaume. Tuna mainjinia wana graduate kutoka university. Kwa nini hawaendi kujenga barabara? Kwa nini hawaendi kujenga majumba? Wanataka kuajiriwa au hata kwenda kwenye ajira ambazo sizo. Sasa unakuta wanawake wengi ni engineer, ana cheti, kwenda kukitumia cheti kile kufanya biashara ya fani yake ambazo hazina ushindani. Hawezi. Kafungua bar, kafungua saluni, kafungua butiki, yani zile soft skills. Sasa sisi Chambers of Commerce ya wanawake tunataka wanawake hao sasa tuwawezeshe kwanza, kuwawezesha kujitambua uwezo walionao, kujijengea uthubutu wa kuingia katika sekta zile, na kuwajengea mnyororo, kwa sababu kufanya mwenyewe inaweza kuwa shida. Kuwajengea mnyororo wa thamani ambapo wataweza kufanya biashara zao kikamilifu, kupata masoko na kupata tenda. Na kwa uzuri sasa serikali imefanya mapitio ya sera ya ununuzi, ambapo sera ya ununuzi imezingatia makundi maalum, wakiwepo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sasa na pia hapo kumetokea directive kutoka serikalini kwamba
30% ya manunuzi yote ya halmashauri yapewe wanawake. Ni wanawake gani? Wawe na vigezo vipi ili waweze kupata hizi pesa kutoka kwenye halmashauri zao? Sio pesa, ni tenda. Wapate tenda kutoka halmashauri. Na ni wanawake wote. Vigezo vikubwa ambavyo ni changamoto, wawe na uwezo wa kutoa kama ni huduma au ni bidhaa za kutosha kiwango kinachohitajika katika hizo halmashauri. Na ninavyosema hivyo ndio sababu nasema wanawake wajiunge kwenye vikundi, wajiunge kwenye makampuni ili waweze kukidhi vigezo hivyo. Kwa sababu halmashauri itakavyosema tunataka sabuni za kusupply katika halmashauri nzima. Kuna wanawake wengi wanatengeneza sabuni. Kwa hiyo kama unatengeneza sabuni, hakikisha mnaungana ili itakapotoka tenda mseme tuna uwezo wa kusupply hiyo. Na lazima uwe umekuwa registered, kwa sababu halmashauri haiwezi kufanya kazi na mtu ambaye sio katika sekta rasmi. Ili uwe kwenye sekta rasmi lazima uwe na leseni, lazima uwe na TIN, lazima uwe na mashine ya EFD, kwa sababu lazima wapate risiti za TRA. Ukiwa nazo ni lazima pia watakapotangaza uhakikishe umeomba kwamba jamani, mimi kama ni usafi ninaweza, mimi kama ni kusupply sabuni ninaweza, mimi kama ni kutengeneza barabara za vijijini ninaweza. Kwa hiyo kutokeze wanawake ambao wataomba. Na sisi TWCC ni kuhakikisha kwamba halmashauri kama zimetangaza tenda tunawauliza ngapi zilikwenda kwa wanawake. Lakini kama msipoomba itatupa changamoto. Kwa hiyo wanawake wakiweza kuungana kwa pamoja, wakawa na nguvu ya pamoja, wakashirikiana mitaji ile na kujua mahali pa kukopa ili waweze kusupply. Kwa sababu ukiwa na tenda, ukikopa una uhakika wa kurudisha. Cha muhimu tu ni kuzingatia vigezo na masharti ya tenda ile, kuzingatia ubora wa bidhaa yako, ufungashaji na kuhakikisha kwamba unakidhi masharti yaliyotolewa katika tenda. Ukifanya namna hiyo, tutaweza angalau sasa kuuliza halmashauri inakuwaje ukamnyima huyu mwanamke tenda na umeomba pasenti 30 ya wanawake wapewe tenda. Safi sana mwenyekiti, naona kipele kimepata mkunaji. Kwanza kitu ambacho sijakueleza, utafiti umefanyika umeonyesha kwamba 1% ya wafanyabiashara ni wanawake. Kwa hiyo wanawake ina maana kwamba wakipatiwa elimu, wengine hata sio mtaji, wengine wanakosa elimu, wanakosa kujua soko lile linahitaji nini, na kama linahitaji nitumie vigezo gani kuwa mshindani kuliko mwenzangu. Unasema kwamba una identify market niche, yani ni niche gani utaiona iwe zaidi ya mwenzako. Mfano, unataka kutengeneza batiki. Kila mwanangu ukienda Rwanda, Burundi, kila mahali batiki. Wewe kwa nini usitengeneze poche za batiki? Na nafurahi pia kuwajulisha wakati huo Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni muasisi na mwanzilishi wa jukwaa la kuwezesha wanawake kitaifa ametangaza nia ya kushirikiana na TWCC kuanzisha majukwaa ya wanawake mikoa yote Tanzania. Na katika siku ya TWCC ambayo alipamba siku ya TWCC na kutangaza rasmi kushirikiana na wanawake wafanyabiashara Tanzania kuanzisha majukwaa. Kwa hiyo ninawaasa wanawake kujishughulisha na biashara na kilimo na uzalishaji, maana hatusemi biashara tu, uzalishaji, hasa ikizingatiwa kwamba Tanzania tunaelekea katika uchumi wakati wa viwanda. Vile viwanda visije vikawa vya wanaume tu kwa sababu sisi kujiona kwamba tunafanya biashara za chini. Tushirikiane na wanaume, tushirikiane na vijana. Alafu pia naomba sana kuzungumzia fursa ya kwenda Dodoma. Jamani wanawake, hii ni fursa. Yaani mimi nasema ningekuwa serikalini wala nisingekuja. Hii ni fursa kwa sababu lile ni soko jipya, litakuwa na mahitaji mengi. Kwa hiyo wanawake na waasa mchangamkie. Na uzuri sisi tuna branch, yani tuna mkurugenzi wetu mmoja yuko Dodoma. Tumeshaanza kumwambia mobilize wanawake wachangamkie hizo fursa. Kwa hiyo kila badiliko unaloliona usilichukulie negatively. Lichukulie kwamba ni fursa ya biashara na angalia ni biashara gani unaweza kufanya. Passion yangu kubwa pia ni kuhakikisha wanawake wanarudi kwenye kilimo. Ndiko kwenye biashara kubwa sasa hivi. Na sio kilimo cha kawaida. Kilimo cha kiteknolojia, kilimo cha kisasa,
kilimo cha kibiashara. Nikushukuru sana mwenyekiti Mama Jacqueline Mnenei Maleko kwa kazi nzuri unayoifanya. Endelea kubeba mzigo kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke akiinuka, jamii nchi nzima nayo itakuwa imeinuka. Mwenyekiti anakuambia na siri zake, unatakiwa ujiamini, ujitambue, ujithamini na uthubutu. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kila mtu anaweza. Tuweze kubadilisha maisha yetu. Turudi kwenye kilimo. Anakuambia kilimo ni uti wa mgongo, lakini lima kwa tija. Lima kilimo cha biashara. Mwisho wa siku lazima utafanikiwa. Mimi naitwa Bladina Sembu, pamoja na wenzangu tuliandaa kipindi hiki, bila kusahau kushukuru wewe. Asanteni sana kuwa nami. Tuonane wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Super Brand Afrika Mashariki.